Pandaland, msitu wa mianzi unaoing'aa, na Kibo rafiki yangu wa kweli ananiongoza. Mikael hakuwa mvulana wa kawaida. Katika mtaa wake, watu walimfahamu kwa jina la utani Pentamiles, kwa sababu popote alipoenda matukio ya kusisimua yalimfuata kama kivuli. Alipenda kuvumbua, kutunga hadithi na kutafuta mambo yasiyojulikana. Asubuhi moja ya dhahabu, jua lilipochomoza kwa upole juu ya vilima, Mikael alisimama kando ya rafiki yake mkubwa, panda mtulivu na mwerevu aliyeitwa Kibo. Kibo hakuwa panda wa kawaida tu. Alimwelewa Mikael kwa namna ambayo hakuna mwanadamu angeweza. Leo ndio siku yenyewe, Mikael alisema kwa sauti ya msisimko. Kibo alitikisa kichwa polepole, kana kwamba alikuwa akingojea wakati huu milele. Walikuwa karibu kuanza safari ya kuelekea mahali pafumbo panapojulikana tu katika ngano. Nchi ya panda. Safari inaanza. Walivuka mito, wakapanda njia za mawe na kupita katika mabonde yaliyotulia. Baada ya saa nyingi za kutembea, hatimaye walifika kwenye lango lililofichwa na mianzi mirefu. Walipoingia ndani, kila kitu kilibadilika. Hewa ilihisi kuwa safi zaidi. Sauti ya majani yakicheza ilisikika kama muziki. Mbele yao kulikuwa na msitu mkubwa wa mianzi wenye rangi ya kijani kibichi kuliko kitu chochote ambacho Mikael alikuwa amewahi kuona. Na kisha wakawaona makumi la mamia ya mapanda. Wengine walikuwa wakicheza, wakijiviringisha ardhini. Wengine walikuwa wakitafuna mianzi kwa uvivu. Watoto wa panda walipanda miti huku wakubwa wakipumzika kwa amani. Macho ya Mikael yalipanuka. Wao, hii ni kweli, alinong'ona. Kibo alitabasamu kwa namna yake ya kimya kimya. Hapa palikuwa nyumbani. Mikael alipozidi kuingia ndani ya msitu, alimwona mtu wa tofauti. Chini ya mwanzi mrefu, alisimama msichana mmoja akimlisha panda mdogo kwa upole. Alikuwa amevaa vazi laini la rangi ya buluu kaya, na tabasamu lake lilikuwa na uchangamfu kama mwanga wa jua. Mikael alihisi moyo wake ukienda mbio. Alisogea polepole. Habari, mimi ni Mikael, lakini watu huniita Pentamiles. Msichana huyo aligeuka na kutabasamu. Mimi ni Kidawa, alisema kwa sauti ya upole. Tangu wakati huo, kitu fulani cha kishirikina kilianza. Kidawa aliijua nchi ya panda kuliko mtu yeyote. Alimwonyesha Mikael njia za siri, maporomoko ya maji yaliyofichika, na maeneo tulivu ambapo panda hukusanyika wakati wa jua kuzama. Walicheka pamoja. Walikimbia kwenye mashamba ya mianzi. Walishirikiana hadithi chini ya nyota. Kibo aliwatazama kwa mbali akiwa na furaha. Mikael alikuwa amepata zaidi ya matukio ya kusisimua. Alikuwa amepata uhusiano wa dhati. Jioni moja, anga lilipobadilika kuwa rangi ya machungwa na zambarau, Mikael aliketi kando ya Kidawa. Nimesafiri mbali, alisema. Lakini sijawahi kuhisi kuwa mimi ni sehemu ya mahali fulani mpaka sasa. Kidawa alimtazama kwa upole. Labda ulipangiwa kila wakati kupata mahali hapa na kunipata mimi. Siku zilipita kama ndoto. Mikael hakujihisi tena kama mgeni. Nchi ya panda ilikuwa imekuwa sehemu yake. Akiwa na Kidawa kando yake na Kibo kama rafiki yake mwaminifu, Pentamiles alikuwa amepata kitu kikubwa kuliko safari. Alikuwa amepata upendo, urafiki na mahali pa kuita nyumbani. Na kuanzia siku hiyo, kila upepo ulipovuma kwenye msitu wa mianzi, ulibeba hadithi ya mvulana aliyeitwa Mikael. Pentamiles, mvumbuzi aliyefuata moyo wake na kupata hatima yake katika nchi ya panda. Fuatilia chaneli yangu ya WhatsApp katika Pentamiles Tales. Jiunge na chaneli yangu ya YouTube katika Blue Africana. Penda ukurasa wangu wa Facebook katika Pentamiles. Nifuatilie kwenye TikTok katika Blue Africana Pentamiles. Wasiliana nami kwa simu katika 0701136481. Pandaland, msitu wa mianzi unaoing'aa, na Kibo rafiki yangu wa kweli ananiongoza hatua zetu kwenye njia za siri. Twaingia dunia mpya, roho inajaa shangwe, rangi za jua za cheza na majani. Oh mapenzi hisi tamu moyoni. Pandaland, nyumbani kwetu. Pandaland.